kikubwa zaidi, nakosa kubwa nililofanya kwa upande wenu. Amani, naomba unisamehe. Kifo cha mama yako mimi ndo nilisababisha. Mimi nilimuua mama Amani ili niweze kumiliki baba yako. Mwanangu Amani, nisamehe. Najua nimekuondolea Mungu wako wa pili katika hii dunia. Ila hizi ni tamaa tu ya mali. Amani, nisamehe mimi. Nimekuja kwenu kuomba msamaha. Nimeamua kukiri kila kitu, kwa sababu nimejua kwamba hata ninapopambana siwezi nikafanikiwa. Amani, nisamehe. Rogo ngumu, rogo ngumu, moyo wangu. Yaani mpaka naona aibu. Sasa unaona aibu ya nini wakati tuko wenyewe wawili? Na sikutaka kukupeleka sehemu ambayo ulikozoea kila siku kwenye yale maji ya chumvi. Nimeamua siku ya leo kukuleta sehemu kama hii ambayo sehemu tulivu, ili tuweze kufurahi na kuenjoy mapenzi yetu. Sawa. Nashukuru sana kipenzi changu. Yaani leo niko wapi? Kweli? Kweli. Sio. Alafu mashauri yangu unayapenda? Nasemea hilo tena, wakati unajua kabisa kivutio gani kilivyokuwa kwangu. Jinsi ninavyotazama macho yako, pua yako, mdomo wako, hata pia mashavu yako. Huwa nafurahi sana ninapokutazama usoni. Na ndio maana siku ya leo nikaamua angalau tuje sehemu kama hii tuweze kufurahi na kuenjoy. Lakini pia kuna sababu hasa leo nifanya mpaka tukaje sehemu kama hii ili tuweze kuyazungumzia mapenzi yetu. Sababu hiyo leo nifanya mpaka tukaja huko ni juu ya penzi letu, kwa sababu kila ninapokupigia simu kukuhitaji au nikitaka tu kupata muda wote kuzungumza na wewe, huwa unakuwa unanizungusha sana. Na sijajua ni kwa nini. Kipenzi, nilishakwambiaga nyumbani mimi naishi na dada yangu. Na nilishakwambia uje ujitambulishe. Kuhusu ile kuja nyumbani kwenu lazima nitakuja, kwa sababu mipango yangu yote sasa hivi inaelekea kukamilika. Kuna swala tu ambalo ni dogo tu ambalo limebakia, ambalo nikisha likamilisha hilo, basi ni lazima nije nyumbani kwenu ili niweze kujitambulisha. Si unajua jinsi gani ninavyokupenda na ninahitaji niishi na wewe. Unajua dada ananibana sana. Yaani alipo nipo. Nilipo yupo. Yaani hapa yenyewe mpaka nimefika hapa nimemtoroka vya kutosha. Kila siku ambayo nakutana na wewe huwa namtoroka. Ndio maana nikakuomba uje nyumbani ujitambulishe, akufahamu, tuwe huru. Kwa hiyo ndo shaka, lazima nitakuja tu. Sawa. Yaani leo nimefurahi sana. Yaani nimefurahi kiasi kwamba sivyo nikwambie. Yaani leo ni surprise kwa vitu vingi. Yaani ndio maana nakupenda. Nakupenda sana kipenzi changu. Yaani kwako sina ujanja wowote. Jua hilo kipenzi. Jinsi unaponipenda wewe, na mimi ndio hivyo hivyo ninavyokupenda. Kweli? Yeah. Upo tayari kufanya chochote kwa ajili yangu? Unauliza tena hilo? Wakati mimi niko tayari. Wewe kwani? Sawa. Maana mimi nipo tayari kwa lolote kwa ajili yako. Kweli? Yaani nakupenda kiasi kwamba yaani sijui hata nikwambieje. Kama nakupenda. Sawa.
Niambie. Nataka niambie maneno mazuri. Kuhusiana na hilo tu, kupata maneno utayapata, lakini kwanza twende kwanza hivi. Jana moyo wazi, wewe ukauona udhaifu. Dada, niambie mdogo wako. Lakini bado nimebaki yangu. Yaani nafurahi. Furaha gani tena mdogo wangu? Maana wanipa hadi hamasa mimi tunacheka. Yaani sijui tena nipape. Shemeji yako. Yaani leo kadio kunifurahisha. Kau fresh na nini tena jamani ushemeji? Shoga yangu tuliandaa kucheza muziki. Wewe tena? Usiniambie mdogo wangu. Shoga yangu mambo pambe. Kwa kimeumana. Kimeumana huko kwa shemeji. Nilienda kukwambia kanisa ukanisifia. Shoga yangu sita nikwambia hapa niko na furaha yani. Kanisifia sijui ndio. Sina kupenda sana. Wewe ndio kila kitu kwangu. Hivi karibuni tu nataka nije nikuoe. Yaani siku mbili hizi shoga yangu. Kwa hiyo jiandae mama Ashura. Kwa siku hizi mbili kati hapa tunafunga mdundo hapa nje. Dada, ndio nimekupa taarifa, yaani jiandae. Wewe niambie mapema hapa niende mitaani kazi kusambaza vijola na makadi. Kivuli cha wizi. Kivuli cha wizi. Bali kuna mbwa wanaona. Haya poa, baadaye nitakucheka. Haya, nakupenda pia. Haya poa. Shoga yangu bwana tunakata simu. Ehe. Manake nilikuwa na uboga huo shoga yangu. Ehe, uboga gani shoga yangu? Eti nasikia Faima anataka kuolewa na Meli anataka kuolewa. Watu hawajatulia sasa hivi. Hao wanaume unajua? Hapana, hata wanaume siwajui. Ila nasikia kuna mwanaume huyo mmoja. Huyo mwanaume nasikia anataka kuwachanganya wote. Wanaume wenyewe ndio sasa hivi watu hawajatulia, wanataka tukuwachezea watoto njia na waacha. Maisha haya shoga yangu. Ngoja tuone itakapokuwa. Sawa. Shoga yangu, nasikia ndio unataka kuolewa. Shoga yangu niolewe wapi? Unaolewa babu, niambie ukweli. Hamna bwana, sema tu kuna siku nilienda na Hawa kisimani. Tulikutana na mkaka huyo shoga yangu. Yaani mimi nilimpenda ule mkaka. Unamjua lakini wewe mkaka shoga yangu? Namjulia wapi shoga yangu? Mimi hata simfahamu. Tulikutana naye tu. Ila ninavyohisi hata Hawa pia alimpenda. Hata sielewi. Ila Hawa alishinda kuzuia hisia zake. Yaani Hawa alibaki tu na kumwangalia ule mkaka. Yaani cha kwanza mpigie simu Hawa kabla ya yote. Maana Hawa kwa kigodoro yule, kana muona kama namiona vile. Udugu bwana usiniambie. Unajua mwenzako anamshamsha na muziki. Afu wala usipo nyumbani kabisa. Dada, kazi kwako. Na yaani nataka shughuli yangu ipambe ni kuliko kijiji kizima. Tuache historia. Sasa Faima. Mimi ile yako nina shughuli mbovu. Afu shughuli kabisa ipo nyumbani tena ya mdogo wangu mpendwa. Nitaachaje yaani sijui nikwambiaje unielewe mdogo. Natamani ingekuwa leo asubuhi. Muziki wapi? Mama Ashura. Mr. Mzobe udugu. Kama naona hapo tu. Mr. Mzobe yani
Yaani sikwambii sana yani. Kwa mambo ya taarabu sasa. Humo. Tuna rumba. Mdogo wangu na mkasha mimi. Oi. Tunaikita hapo nje kuanzia siku ya kwanza hadi tunamaliza. Hadi unaondoka. Mdogo wangu mziki bado unanimba nyumbani. Hapo sasa kwenye hivyo vijola. Hadi cha kutembelea kuna dukani kipo, cha kuchambulia kipo, cha kuingia kwenye kucheza kigodoro kipo. Sasa sijui utaniambia nini? Tunalindima. Kweli dada umejipanga. Na cha muziki nyumbani unadunda. Hela ipo. Wacha wewe. Dada. Kwanza hata njaa sijisikii. Yaani kama umenikia chakula unaenda kale. Yaani sisikie hata njaa. Yaani hata njaa huna. Kwa mahaba ya leo. Kula mwenye tukwambia. Leo si chakula nsusi. Ini hapa inaona kama ish. Kupendwa la jamani. Kivuli cha wizi, kivuli cha wizi. Usikubali shoga yangu. Sasa wenyewe huu wewe ng'ang'ana. Hawe ila hawa ni mtoto mdogo sana. Hawezi kunishinda mimi. Ndio shoga yangu, maisha yenyewe ndo haya. Watoto 2000 tena. Unatakiwa ung'ang'anie. Wana mwenyewe hapo kidogo shoga yangu, hata kama upendo wewe ng'ang'ania tu. Shoga yangu. Ila hawa mimi hawezi kunipokonya tendo yangu mdomoni. Maana yake wanaweza sana kampenda yule mkaka. Na mimi huwezi amini shoga yangu. Yaani hisia zangu zote zimeangukia kwa yule kijana. Sijui hata niseme nini shoga yangu. Sijui hata nampataje, hata sielewi. Ndio shoga yangu, kama ukiona unashindwa niambie mimi hapa. Yaani wewe shemeji mpaka tumpate. Ila ataingia tu kwenye mfumo ule mkaka. Shoga yangu unaonekana umependa kweli. Yaani tetemeko hai. Nachoka. Sasa mbona unanicheka shoga yangu? Hamna shoga yangu, ndo mapita. Sasa hivi maisha ni kujitafutia, ni kujipambania shoga yangu. Sawa. Usuke. Umbea tuache shoga yangu maana. Shoga yangu, maisha haya wewe mng'ang'anie tu, turuke nalo ilo baba tusepe. Ila ule mkaka mamu. Ila watoto 2000 bwana. Yule lazima tu ataingia kwenye mfumo shoga yangu. Hawezi kuniponyoka yule. Ndio hapo sasa mkaka insam nini? Hawajicho lote likawa kwake. Hawezi kunitania. Yaani mimi nipo lazima nivunje naye ushoga. Wewe tena mwanaume. Kweli nakwambia. Hapana. Sitaki bwana. Shoga yangu. Yaani hawezi kunishinda kabisa. Yaani hawa mchukue yule mkaka. Hapana shoga yangu. Utakuona mbaya sana wewe kumwacha. Kivuli cha wizi. Bwana Anderson. Naam. Toka nimempata Kamanda Katope kwenye kijiji hichi cha Umba. Sawa. Swala la wizi limepungua sana. Karibia 85% kwa 80. Hivyo basi, kwenye swala la wizi mimi sina wasiwasi nalo kabisa. Sawa mwenyekiti, unaliongelea kwamba tangu umempata mlinzi Katope uwizi hamna. Lakini mwenyekiti, mimi bado tangu natoka zangu shamba, nafika nyumbani kwangu, napeleka vifaa vyangu, panga na jembe ndani, natoka nje basikeli yangu mimi sijaiona. Nimezulula, nimehangaika mwenyekiti, ninapokuambia siku 3 naitafuta ile basikeli. Mpaka siku ya 3 leo ndo nikaamua sasa jamani, ngoja niende nikaripoti kwa nani? Kwa mwenyekiti. Basikeli yangu sioni. Mwenyekiti, mimi nimekuja. Mwenyekiti, mimi nimeibiwa basikeli. Unanisaidiaje mwenyekiti? Amani. Unaenda? Nakwenda bwani bolo. Hivi Amani, unakumbuka siku ile darasani wewe ulinishukulia peni yangu? Alafu ulikuwa na yule mwenzako ule, unachonga chonga kisa amemwona mwalimu. Sinakumbuka siku zile uwanjani. Nilikupiga mabanzi. Watoja kukutetea. Siku nyuma kuna mpira nilikupiga. Mimi nakwambia nataka peni yangu. Sawa bwana Anderson. Swala lako nimelipokea. Tena nimelipokea vizuri tu.
kwa sababu nitafanya taratibu za kuonana na kamanda wangu Katope, tuone ni namna gani ya kukusaidia, kwa sababu sioni kwamba inakuwa nzuri sana jambo hili kupitia swala hili la wizi. Kwa hiyo naomba sana bwana, nitamtafuta Katope, nitaona nini tufanye juu ya jambo lako. Kuwa na amani, kwa kuwa umeshaniletea hili, tutajua namna gani ya kukusaidia. Hamna tabu mwenyekiti. Mimi ni hayo bwana. Sawa bwana Anderson. Mtu yoyote mwenye shida mwambie afike bwana. Sawa sawa mwenyekiti. Afike, karibu sana bwana. Haya mwenyekiti wangu. Vizuri sana. Haya. Okay. Hizi ndio changamoto za uongozi bwana. Lakini mimi na imani mambo yatakwenda sawa. Siwezi kukubali wananchi wanaibiwa kila saa. Ina maana bado hao wananchi hawataki kukoma. Lakini nitakaa na Katope, tutazungumza vizuri jambo letu. Hakuna maneno. Lakini mbona peni yako mimi sijachukua? Lakini nini unaona umechukua peni yangu? Sasa nilikupita vile vya kutosha, sasa ngoja nikuongeze. Yaani naona kuvunja vunja. Kwa mdogo wangu wapi huyu? Ndio. Mbona mtoto wa watu mpole huyu hapa? Hajachukua peni yako, si angechukua angekwambia. Mtoto wa watu umeona mpole. Mtaratibu. Wewe ndio unaotaka sifa sasa. Hajakufanya chochote Piu. Kama angekuwa kachukua peni, ingekuwa sawa, angekurudishia. Lakini hajachukua peni, mbona mpole? Amani nenda. Amani ndakutafuta. Amani ni wewe nenda. Hapo bado. Haijaisha hii. Jana moyo wazi, wewe ukauona udhaifu, kila neno lako lilinichoma, lakini bado nilibaki karibu. Ulinishika kwa upole, kisha ukavunja taratibu. Nikabeba machozi kimya ndani ya nyumba ya hofu. Mambo poa? Vipi? Poa tu. Mzima? Mimi mzima. Oh, umependeza. Asante. Kaka, samahani. Samahani kaka, unamjua huyu dada? Sura yake si ngeni sana, kama vile nishawahi kumuona mahali lakini simkumbuki vizuri. Sawa kaka, nakuomba tu muangalie vizuri huyu dada.
shujaa na moyo wazi, wewe ukauona udhaifu, kila neno lako lilinichoma, lakini bado nilibaki karibu. Ulinishika kwa upole, kisha ukavunja taratibu. Nikabeba machozi kimya ndani. Habari mwalimu. Nzuri mwenyekiti. Uko busy kweli kweli? Niko busy, si unajua tena kazi zetu hizi. Ndio. Karibu mwenyekiti. Asante sana. Ndio. Karibu sana. Mwalimu, pole na majukumu. Umeshapoa. Si unajua kazi zetu hizi. Sawa sawa. Mimi bwana nimekuja. Ndio. Nilikuwa kwa pilika zangu huko, nikaenda ofisini. Ndio. Nikakuta taarifa pale kwamba ulikuja nitembelea ofisini kwangu, wajumbe wameniambia. Ndio. Okay, nikaona kwa sababu shughuli zingine zimepungua. Ndio. Nije ofisini kwako. Karibu sana. Kwa nimefika bwana. Karibu sana ndugu mwenyekiti. Haya. Bwana mwenyekiti, hapa shuleni kwangu pana changamoto. Ndio. Kuna mwanafunzi mmoja hapa, mahudhurio yake yamekuwa ni madogo sana hapa shuleni. Na ukizingatia huyu mwanafunzi ni ana akili sana. Yaani sana. Sasa huyu mwanafunzi sijajua na changamoto gani. Huyu mwanafunzi anaitwa Amani. Amani? Vipi, utakuwa unamfahamu Amani? Amani namfahamu.